Sky TV. Naam, hujambo na karibu mtazamaji wa Sky TV kutoka Dodoma, Tanzania. Karibu katika ulimwengu wa habari. Na miongoni mwa habari ambazo tunazo usiku huu ni pamoja na Tanzania kuendelea kufanya kazi na Shelisheli kwenye nyanja za kiuchumi. Katika habari za kimataifa, miito yatolewa kwa linda raia uko nchini Sudan. Na katika habari za michezo, Yanga kukwana na Mtibwa Sugar kesho katika ligi kuu. Habari ya muda na wakati kama huu, mimi ni Maliango Mogeta. Karibu katika ulimwengu wa habari. Waziri Mkuu Mheshimiwa Kassim Majaliwa amekutana na kufanya mazungumzo na Rais wa Jamhuri ya Shelisheli Dr. Patrick Hamilet baada ya kuapishwa, na akatumia nafasi hiyo kuwasilisha salamu zake za pongezi kutoka Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Undani wa taarifa ifuatayo tunaungana naye Mindy Joseph. I, Matthew Antonio Patrick Haminet, do swear that I will be faithfully and diligently. Ni mara baada ya uapisho wa Rais wa Jamhuri ya Shelisheli leo Jumatatu Oktoba 27. Waziri Mkuu Kassim Majaliwa amesema kwamba katika mambo ya msingi ambayo Rais Daktari Samia Suluhu Hassan alitaka ayawasilishe ni uhakika wa Tanzania kuendelea kuiunga mkono Jamhuri ya Shelisheli na kuwapongeza wananchi wake kwa uamuzi waliofanya kupitia uchaguzi wao wa kidemokrasia na kuwawezesha kumpata rais mpya. Wanawaunga mkono wana Seychelles kwa maamuzi yao kwenye uchaguzi wao wa kidemokrasia kumpata rais mpya. Lakini pia Mheshimiwa Rais ametaka nimhakikishie rais wa hapa Seychelles kwamba Tanzania itaendelea kufanya kazi na Seychelles ikiwa ni sehemu ya kuunga mkono jitihada zilizoanzilishwa na waanzilishi wa mataifa haya kwa muda mrefu na kuendeleza mahusiano tulionayo kwenye masuala ya kiuchumi, ulinzi, siasa na masuala ya biashara na uwekezaji kwa uchumi kwa ujumla. Tunayo makubaliano mbalimbali ya kisekta ambayo yameshafikiwa ndani ya serikali zetu hizi mbili, na maeneo haya tumeendelea kuyafanyia kazi kwa muda mrefu. Najua kuna maeneo ambayo yalikuwa na changamoto ya kutokamilika kwa makubaliano hayo, lakini Mheshimiwa Rais ameridhia kwanza tuanzishe timu ya pamoja ya wataalamu JPC ili iweze kuratibu shughuli mbalimbali za wataalamu kutoka kwenye sekta waweze kujadili kwa kina uhitaji wa mahusiano kwenye nchi hizi mbili. Tuna mahusiano kwenye Wizara ya Elimu, yako mahusiano Wizara ya Afya, yako mahusiano Wizara ya Ulinzi hasa kwenye jeshi la magereza, lakini yako mahusiano ya kibiashara kwa ujumla, na kwa mfano usafirishaji wa anga, utalii. Maeneo haya ni maeneo ambayo Mheshimiwa Rais jana amesisitiza kwamba tuyapitie upya na tuanzilishe zile timu zetu JPC zetu ili wabainishe uhitaji wa nchi zetu mbili na tuingie makubaliano tayari kwa utekelezaji. Naibu Waziri wa Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki Bwana Kosato Nchumi amewahakikishia viongozi wa diaspora kuwa serikali imesikia ushauri na maoni walioyatoa na itayafanyia kazi kwa haraka. Kwa sisi kama waratibu na kichocheo, na vile tulizindua sera hiyo ya mambo ya nje, sera mpya chini ya maelekezo ambayo Mheshimiwa Waziri Mkuu ameyaeleza, yako ambao kwa kweli kama la prison ni ku fast track. Sababu MOU kuwepo na jana Mheshimiwa Waziri Mkuu alimdokeza Mheshimiwa Rais mpya kwamba swala tu la kuisha, na yeye akasema bwana, na sisi tuna setu na nyinyi mkasetu baada ya uchaguzi immediately tuanze kukimbia. Kwa hiyo
niwape comfort kwamba sasa kupitia kile chombo alichosema Mheshimiwa Waziri Mkuu JPC, hiyo Joint Permanent Commission inafungua sasa every sector. Lakini na ninyi, mimi personally kama naibu waziri wa mambo ya nje, nitoe wito na ninyi, kama vile kazi kuna kitu kinaitwa kujiongeza. Kwa mfano kama jinsi ya kupata hao maajenti na jinsi ambavyo umepatikana. You can be, sijui sheria zinasemaje, unaweza kuwa nawe patent parcel ya ule agent ili kuleta ule ukaribu na kufacilitate kwa wepesi na kule nyumbani. Kwa ule agent wa hapa na ule wa nyumbani, namna wewe unaweza ukachipu ini pale uwe pati ya yeye ili kuwapa pia comfort watu kule nyumbani. Katika ziara hiyo ya siku moja, Mheshimiwa Waziri Mkuu ameambatana na naibu waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki, Bwana Kosato Nchumi, balozi wa Tanzania nchini Kenya, anayewakilisha Jamhuri ya Shelisheli Dr. Bernard Kibese, na maafisa waandamizi wa serikali. Mindi Josephu, Sky TV. Naam, asante Mindi Joseph kwa taarifa hiyo toka Ushelisheli. Na sasa tunatoka Ushelisheli tunaelekea mkoani Songwe, ambapo kamanda wa polisi mkoa wa Songwe, kamishna msaidizi mwandamizi wa jeshi la polisi Agustino Senga, yeye ameweza kusema kwamba kuwa na hali ya usalama katika mkoa huo na inaendelea kuwa shwari kuelekea uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Oktoba 29 mwaka huu. John Kiango ana taarifa ifuatayo. Akizungumza na waandishi wa habari katika makao makuu ya polisi mkoani Songwe, Kamanda Senga amesema jeshi la polisi limejipanga kuhakikisha wananchi wanashiriki katika uchaguzi huo kwa amani na utulivu. Ni wanahabari, naomba nitoe taarifa kwa umma, na ninayeongea mbele yenu naitwa kamishna msaidizi mwandamizi wa jeshi la polisi Agustino Senga, kamanda wa polisi mkoa wa Songwe. Nafahamu sote tunafahamu kwamba tarehe 29 nchi yetu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania itakuwa na tukio kubwa, tukio la uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na madiwani kwa bara, uchaguzi mkuu 2025. Napenda kutoa taarifa kwa umma jinsi jeshi la polisi mkoa wa Songwe lilivyojipanga kuhakikisha kwamba zoezi hili muhimu la kitaifa linafanyika kwa amani na utulivu. Na ijue zoezi hili limeanza siku kadhaa nyuma kwa maandalizi mbalimbali kwa jeshi la polisi kuhakikisha kwamba zoezi la kampeni ambazo kwa zinaendelea zinasimamiwa vizuri na zinafanyika kwa amani na salama. Zoezi ambalo limefanyika mpaka ambavyo itahitimishwa tarehe 28, mpaka sasa hatujapata tukio lolote la uvunjifu wa amani katika kampeni hizo. Kamanda Senga amewataka wananchi kujitokeza kwa wingi siku ya kupiga kura na kutumia haki yao ya kidemokrasia kwa amani. Nikiripoti kutoka mkoani Songwe, mimi John Kiango, Sky TV. Uchaguzi huo ni tukio muhimu kwa Watanzania wote kutimiza haki yao ya kikatiba ya kupiga kura kwa amani na utulivu. Hivyo wananchi tunawahimiza katika mkoa wetu kujitokeza kwa wingi kushiriki katika uchaguzi huo muhimu kwa amani na utulivu, huku jeshi lenu mkoa wa Songwe likiendelea kuhakikisha usalama wa raia na mali zao katika kipindi chote cha uchaguzi na hata baada ya uchaguzi. Katika kuhakikisha hilo, jeshi la polisi mkoa wa Songwe limeweka mikakati madhubuti ya kiulinzi, ikiwa ni pamoja na kupata taarifa za kiintelijensia. Hatua hizi zinajumuisha ushirikiano wa karibu kabisa na vyombo vingine vya dola vya ulinzi na usalama. Pia jeshi la polisi mkoa wa Songwe limeendelea kushirikiana na tume ya uchaguzi katika ngazi zote, taifa, mkoa, wilaya, viongozi wa serikali za mitaa, vijiji, taasisi za kidini, waandishi wa habari na wananchi kwa ujumla katika kuhakikisha elimu sahihi ya uchaguzi na ujumbe wa amani unawafikia wananchi kwa wakati. Jeshi la polisi mkoa wa Songwe limeendelea kuwa imara kiulinzi
kwa kuimarisha doria katika maeneo yote ya kupigia kura, ikiwa ni pamoja na vituo vya kupigia kura ambavyo vitakuwa na askari, barabara kuu. Tunajua kwamba mkoa wetu unapitiwa na barabara kuu inayopakana na nchi ya Zambia, tunasema SADC, nchi za SADC, na maeneo mengine yenye mikusanyiko ya watu, ikiwa ni pamoja na kufanya doria za kimtandao, yani cyber patrols, ili kufuatilia mienendo ya matumizi yasiyofaa ya mitandao ya kijamii. Na tayari hatua mbalimbali zimeendelea kuchukuliwa kuhusiana na jambo hilo. Nikiripoti kutoka mkoani Songwe, mimi John Kiango, Sky TV. Naam, ni namna ambavyo mkoa wa Songwe umejiandaa kuhakikisha kwamba wananchi wa mkoa huo wanashiriki kamilifu katika kuchagua viongozi wanaowahitaji. Asante John Kiango kwa taarifa hiyo. Jumla vituo 1288 vitatumika kupiga kura katika halmashauri ya wilaya ya Geita iliyoko na majimbo matatu ya uchaguzi ambayo ni Busanda, Geita pamoja na Katoro. Mwanahabari wetu Michael Francis Bundala ana undani wa taarifa ifuatayo. Taarifa hiyo imetolewa na msimamizi wa uchaguzi katika halmashauri ya wilaya ya Geita Bisara Yohana baada ya kufunga zoezi la mafunzo kwa wasimamizi wasaidizi na makarani waongozaji watakaoenda kuendesha zoezi la uchaguzi mkuu ujao. Msimamizi huyo wa uchaguzi amesema jumla ya vituo 1288 vitatumika kupigia kura katika majimbo yote matatu yaliyo na wapiga kura wapatao 487 na kuwaomba wapiga kura kujitokeza kupiga kura ili kutimiza haki yao ya msingi. Na wale wasimamizi wa vituo wameshapata mafunzo na wanatarajia kuanza kazi kupokea vifaa kuanzia kesho tarehe 28 kwa ajili ya kuanza kusimamia uchaguzi wa tarehe 29. Idadi ya vituo ambavyo tunavyo kwa majimbo yote matatu, vituo viko 1288 na wapiga kura wako 487 kwa majimbo yote matatu. Baadhi ya wasimamizi wasaidizi na makarani waongozaji katika halmashauri ya wilaya ya Geita wameeleza kuwa wamejifunza mambo mengi kupitia semina hiyo iliyofanyika kwa siku 2, huku wakiahidi kwenda kuyapa kipaumbele makundi maalum wakati wa upigaji wa kura. Kwa majina naitwa Nodi Stanislaus Mtaremwa. Kwa makundi hayo maelekezo yalikuwa vizuri kwa sababu tulipata kama makundi maalum kama wazee ambao watapewa vipaumbele na watu walemavu ambao wameweka mpangilio mzuri. Kama mtu anakuta ni mlemavu hawezi kutembea lakini ana kiti chake, kuna mawakala wale ambao watamsaidia kuingia ndani ya chumba, na kuna msaidizi namba 1 atamsaidia, atafika kwa msimamizi mkuu na baadaye ataelekea kwa msimamizi namba 2, na ambapo kutakuwa na mawakala wakiona kwamba na wenyewe wanaweza kumsaidia ili kama anaweza, kama kuna chukulie mfano kipofu hawezi kuona, lakini kuna usimamizi ambao atapata kwamba anaweza kumteua mmoja wapo kwenda kumsaidia kwa ajili ya kuchiki. Kuna watu ambao ni walemavu wa mikono ambao wanaweza mtu akatoka pale kwenda kwa ajili ya kumsaidia. Kwa majina naitwa Flora Mtazaushi. Katika zoezi zima la uchaguzi mimi ni msimamizi msaidizi namba 1. Zoezi zima la uchaguzi kwa kweli nimelipokea kwa furaha na ninaamini kwamba tutaenda kufanya kazi ambayo tumechukua kiapo hapo jana. Watu kama hao tumeelekezwa na tutawafanyia maelekezo tuliyopewa, ambao tuambiwa kwamba tutawapa kipaumbele kwanza. Mfano, mama mjamzito. Mama mjamzito kulingana na hali yake hataweza kupanga foleni kama mtu mzima. Mfano mimi hapa, atapewa kipaumbele ambapo atachukuliwa, ataenda mbele. Kama atakuta kuna mtu huko ndani, atakapotoka tu huyo mtu na yeye atafuata. Kutoka katika halmashauri ya wilaya ya Geita mkoani Geita, Michael Francis Bundala, Sky TV. Asante Michael Bundala kwa taarifa hiyo toka mkoani Geita. Mtazamaji, kama wajiunga nasi, karibu. Huu ni ulimwengu wa habari kutoka hapa Sky TV. Miongoni mwa habari muhimu ambazo tunazo usiku huu ni pamoja na wataalamu wa mazingira mataifa 54 wakutana Arusha kujadili athari za mabadiliko ya tabia nchi na ongezeko la joto. Karibu kwa mara nyingine katika ulimwengu habari. Mimi ni Maliango Mogeta. Wakati mataifa mbalimbali duniani yakiendelea kuweka mikakati thabiti ya kudhibiti athari ya zitokanazo na mabadiliko ya tabia nchi,
ikiwemo ongezeko la joto na ukosefu wa mvua kwa majira sahihi. Wataalamu wa mazingira kutoka mataifa mbalimbali barani Afrika wamekutana mkoani Arusha, lengo likiwa ni kujadili na kuwa na mpango wa pamoja ambao utaweza kulenga kudhibiti changamoto hiyo, athari ya mazingira. Mwanahabari wetu Amina Ngahewa toka jijini Arusha ana taarifa ifuatayo. Awali akifafanua dhima kukutana huku, afisa kutoka ofisi ya makamu wa rais ambao ndio wenye dhamana ya uratibu wa muungano na mazingira, Makuru Nyarubi, ameeleza kuwa mataifa ya Afrika yamekuwa yakiathirika na uharibifu wa mazingira na kusema ni wakati muhimu kwa mataifa ya Afrika kuwa na msimamo wa pamoja. Agenda zilizojadiliwa hapa leo ni kuhusiana na Article 6 ya Paris Agreement, na hii ni sehemu ya mafunzo ya kujengea uwezo timu ya wataalamu wa Afrika ili wanapokwenda katika majadiliano kule duniani tuwe na uelewa wa pamoja, lakini na sauti moja, kwa sababu changamoto hizi tunazokabiliana nazo zinafanana katika nchi za Afrika. Kwa upande wake, mwenyekiti wa kamati ya mabadiliko ya tabia ya nchi barani Afrika na mshauri wa rais katika mazingira na mabadiliko ya tabia ya nchi, Richard Muyunge, ameeleza kuwa Tanzania imefanikiwa kusimamia ajenda ya nishati safi ya kupikia na kupokelewa na mataifa mbalimbali barani Afrika na hivyo kuwa sehemu ya mipango ya utekelezaji. Kuna ajenda ambazo Mheshimiwa Rais amekuwa akizibeba. Ajenda kubwa imekuwa nishati safi ya kupikia, na ajenda hii ndio ajenda ambayo pia tutaibeba katika mkutano wa Belem, na tayari kama Afrika tumesema ndio moja ya ajenda kubwa ambayo tutaenda nayo, na hata Brazil yenyewe imeweka katika maeneo ya vipaumbele pale nchini Brazil. Tunayo ajenda pia ya kuhakikisha kwamba Waafrika milioni 300 wanakuwa connected kwenye umeme ifikapo mwaka 2030, na ajenda hii pia tunaibeba kama Afrika. Ajenda hizi zote ziko chini ya usimamizi wa Mheshimiwa Rais, na tayari Umoja wa Afrika uliendorse usimamizi huu na kumuomba Mheshimiwa Rais aendelee kulisimamia. Kwa upande wa baadhi ya washiriki wa mkutano huo, wanaeleza umuhimu wa kikao hicho kwa kuwa mabadiliko ya tabia nchi hufanana. Our participating in the carbon market. Ushiriki wetu katika soko la kaboni unatupatia fursa ya kupata utaalamu ambao hatuwezi kumudu kwa gharama zetu, kwa sababu maendeleo endelevu ni moja ya vigezo muhimu tunavyotumia tunapokuwa tunaidhinisha miradi ya kaboni. Hivyo basi, kuna nchi au kampuni kutoka nchi zilizoendelea ambazo zinatafuta njia ya kutimiza wajibu wao katika nchi zao, na kwa kufanya hivyo huja kuwekeza katika nchi zetu. Na mategemeo yetu ni kwamba mwisho wa workshop hii tutakuja na implementable actions ambazo zitatuwezesha sasa kutoka kwenye kuwa na makaratasi au articles registration kwenda kwenye ni jinsi gani tunaanza utekelezaji. So we're moving from having documents to implementing strategies. Kutoka mkoani Arusha, Amina Ngahewa, Sky TV. Yapo matumaini kwa mkutano huo utaweza kuleta suluhisho kubwa zaidi katika mataifa hayo ambayo yanashiriki kwa sasa katika kuhakikisha mabadiliko ya tabia nchi. Naam, taarifa nyingine ambayo tunao ni kuhusu mratibu wa kampeni za Chama cha Mapinduzi CCM katika mkoa wa Dar es Salaam, Mary Chatanda, amesema kuwa mpaka sasa mafanikio yaliyoletwa na Dr. Samia Suluhu Hassan yana uhusiano wa moja kwa moja na wabunge pamoja na madiwani waliokuwa wakiongozwa na chama hicho, na kuomba wananchi kuwachagua tena Oktoba 29 wakati wa kupiga kura. Nora Damian ana taarifa ifuatayo. Akizungumza wakati wa kufunga kampeni za CCM katika jimbo la Segerea, Chatanda ambaye amewakilishwa na kada wa chama hicho Cecilia Pareso amesema Dr. Samia amefanya maboresho makubwa katika sekta za elimu, afya, maji, miundombinu ya barabara na kuwawezesha wananchi kiuchumi. Hivyo wananchi wamchague tena pamoja na wagombea ubunge na udiwani wa chama hicho. Ameendelea kufanya maboresho makubwa katika jiji la Dar es Salaam, ikiwepo katika maeneo yetu katika jimbo letu la Segerea, kuhakikisha barabara zinajengwa, mifereji inatengenezwa, miundombinu inaimarishwa na inaendelea kuimarishwa, na hata sasa tunapoongea kupitia mradi wa DMDP shilingi bilioni 54 zimetengwa, wakandarasi wako site, kazi inaendelea. Ameafikia makundi yote kwa kuwawezesha kupata mikopo iliyo na riba nafuu. Mafanikio haya ya Daktari Samia Suluhu Hassan ambayo sisi wanasegerea tumeyapata
yana mkono wa kutosha wa Bwana Kamoli akiwa mbunge wenu ndani ya Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Amekuwa miongoni mwa wabunge bora kabisa wenye uwezo wa kujenga hoja, wenye uwezo wa kuwakilisheni, mfuatiliaji na msimamizi makini wa maendeleo ya wananchi wa Segerea. Huyu ndio Bwana Kamoli ambaye tunamhitaji wana Segerea kwa miaka 5. Tumeweza kujenga barabara kilomita 8 zikiwa za zege pamoja na lami zenye thamani ya zaidi ya bilioni 12. Lakini pia tumejenga vituo vya afya, kituo cha afya cha Kinyerezi, kituo cha afya cha Segerea, kituo cha afya cha Kiwalani, na tumekarabati zahanati zetu mbalimbali. Tumetumia takribani bilioni 2 milioni 500. Lakini pia tumejenga shule za msingi 3, tumejenga shule za sekondari 8. Lakini katika hizo shule za sekondari 8, shule 5 zikiwa ni za mtindo wa ghorofa, tumetumia zaidi ya bilioni 12. Lakini pia tumeweza kujenga madarasa zaidi ya 100. Lakini pia tumeongeza thamani za shule ikiwa pamoja na ofisi zetu za walimu na mambo mengine mbalimbali. Tumeweza kutoa mikopo takriban bilioni 7 na milioni 400. Yote hayo yamefanyika katika jimbo letu la Segerea. Kutoka Dar es Salaam, Nora Damian, Sky TV. Naam, asante Nora Damian kwa taarifa hiyo toka jijini Dar es Salaam. Ofisi ya msajili wa hazina imewataka watumishi wa umma walio katika taasisi na mashirika ya umma kutumia haki yao ya kikatiba katika kuhakikisha kuwa wanashiriki kamilifu kwenye uchaguzi mkuu utakaofanyika Oktoba 29 mwaka huu. Hata hivyo, akizungumza na vyombo vya habari, kwa kaimu msajili wa hazina Reines Mauki amesema kwa kushiriki kwa wingi katika uchaguzi wa utumishi wa umma wataendelea kuunga mkono juhudi za serikali za kuimarisha utawala bora, uchumi endelevu pamoja na ustawi wa wananchi. Hii ni taarifa zaidi. Tuangalie mustakabali wa taifa letu kwenda mbele. Kwa hiyo sisi kama wasimamizi wa taasisi na mashirika ya umma pia tuko hapa leo katika kusihi mashirika yetu na taasisi ambazo tunazisimamia pamoja na watumishi wetu ambao wako chini ya mataasisi haya kuhakikisha kwamba tunakwenda kufanya haki yetu ya msingi katika kupiga kura, ambayo kupiga kura huko ni tarehe 29 mwezi huu, ambayo ni kama siku 1 au 2 zijazo. Kwa hiyo sisi tunaamini kwamba mashirika yetu na taasisi zetu na watumishi walioko mahali hapa, ili kuweza kufikia uchumi ambao nimeitaja, ili kuweza kutekeleza majukumu yetu na kuhakikisha kwamba vipaumbele vyetu ambao nimevitaja hapa vinatekelezeka, tuende tukapige kura, tuchague viongozi wetu ili waweze kutuongozea jahazi letu hili kwa mustakabali na manufaa ya taifa kwa ujumla. Na kwa nini tunasema hivyo? Tunasema hivyo kwamba kila taasisi au mashirika ya umma kwenda kupiga kura ni kwamba kushiriki uchaguzi ni wajibu wa kiraia unaojenga demokrasia kweli, umoja na udhabiti wa taifa letu. Lakini pia kupiga kura sio kupiga kura tu kama kawaida, bali ni chombo cha mabadiliko chanya ambacho kinawezesha wananchi wote wa Tanzania, mimi na wewe, kuchagua viongozi wetu ambao wana maono, ambao wana uadilifu na uwajibikaji, na wataweza kuifikisha nchi yetu pale ambapo wote tunatamani nchi yetu iwepo. Watumishi wetu wakishiriki kwa ukubwa wake, na inaonyesha ni mfano mzuri wa kuipenda nchi yetu, nidhamu ya kitaifa na uelewa wa majukumu ya kikatiba ya nchi yetu tunayoipenda sana. Ofisi ya msajili wa hazina inaamini kuwa kwa kushiriki kwa wingi katika uchaguzi huu, watumishi wa umma wataendelea kuunga juhudi za kuifikisha nchi yetu na serikali yetu mahali pale ambapo inaenda na kuimarisha utawala bora. Kwa mantiki hiyo basi, ninaomba kutoa wito kwa wakuu wote wa taasisi na mashirika ya umma ambayo tunayasimamia sisi, kuhakikisha kwamba watumishi wetu wote wanapewa fursa ya kutekeleza jukumu hili la msingi, na popote pale walipo waende katika vituo vyao walivyojiandikisha vya kupigia kura, na kuhakikisha kwamba waenda kutekeleza jukumu lao hili kwa manufaa ya nchi yetu na jamii kwa ujumla.
Naam, taarifa hiyo ndio nakamilisha katika upande wa habari za kitaifa. Mapumziko yafuatayo ndio tupanya tuweze kukutana moja kwa moja na Godliness Gaspar katika habari za uchumi na biashara. Endelea kutazama Sky TV. Sky TV. Mkulima, unapataje hasara ya mazao wakati kuna bima ya kilimo kutoka NIC Insurance? Pakua app ya NIC kiganjani kutoka Play Store ama App Store au tembelea tovuti ya www.nicinsurance.co.tz. NIC Insurance. Sisi ndio bima. Jiachie barabarani ukiwa na Bima Flex, bima bora ya vyombo vya moto kutoka NIC Insurance. Pakua app ya NIC kiganjani kutoka Play Store ama App Store au tembelea tovuti ya www.nicinsurance.co.tz. NIC Insurance. Sisi ndio bima. Biashara na uchumi. Sky TV. Sky TV inakukaribisha mfanyabiashara, mjasiriamali, taasisi na mashirika mbalimbali kutangaza biashara yako kwa gharama nafuu. Sky TV itafurahi kuwa sehemu ya kufanikisha ndoto yako ya kukua kibiashara. Karibu utangaze nasi ili kuwafikia wateja wengi kutoka maeneo mbalimbali ndani na nje ya nchi. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na mkuu wa kitengo cha masoko kupitia simu namba 0673 33 61 99 au 0794 96 3336. Wakati wa kukua kibiashara, taasisi au shirika lako ni sasa. Changamkia fursa hii. Sky TV. Above the limit. Sky TV. Biashara na uchumi. Karibu katika habari za biashara na uchumi. Jina langu ni Godliness Gaspar. Mkuu wa wilaya ya Shinyanga, wakili Julius Mtatiro, amepongeza namna ambavyo programu ya Kopra imeanza kutekelezwa kwa mafanikio makubwa chini ya uongozi wa mkurugenzi mtendaji Bi Irene Mlola. Amesema kuwa uongozi imara, uwajibikaji na ubunifu wa timu ya Kopra vimechangia kuongeza ufanisi katika kuwafikia wakulima na kuboresha huduma za kilimo katika mkoa wa Shinyanga na maeneo mengine hapa nchini. Mtatiro amesisitiza kuwa juhudi hizo ni kielelezo cha utekelezaji mzuri wa sera za serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye ameendelea kutoa kipaumbele kikubwa katika kuinua sekta ya kilimo kwa vitendo. Aidha, Mtatiro ameongeza kuwa ndani ya kipindi cha miaka 4 ya uongozi wa Dr. Samia, sekta ya kilimo imepiga hatua kubwa kupitia maboresho katika uzalishaji, upatikanaji wa pembejeo bora pamoja na upanuzi wa masoko ya mazao ya wakulima. Akizungumza katika uzinduzi wa mpango wa kitaifa wa ugawaji wa mbegu bora kwa wakulima wa mazao kama mbaazi, ufuta, choroko, dengu na soya uliofanyika mkoani Shinyanga, Mtatiro alisisitiza kuwa mpango huo utaleta mapinduzi makubwa ya kilimo chenye tija, na uzinduzi huo umefanyika kwa uzito mkubwa na mkuu wa mkoa wa Shinyanga Mheshimiwa Mboni Mhita, ambaye ameahidi kuendeleza ushirikiano na taasisi zote zinazohusika kuhakikisha wakulima wanapata mbegu bora na elimu ya kilimo bora kwa maendeleo endelevu ya taifa letu.
Lakini eneo la pili ambalo ni muhimu, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, nataka kusema kwamba katika kipindi hiki cha miaka minne ambayo tumepata bahati ya taifa letu kuongozwa na mpambanaji mkubwa kabisa bara la Afrika, Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye dada Irene ni mwanamke mwenzio, ni mama, na Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa ni mwanamke mwenzio na ni mama. Katika kipindi hiki cha miaka minne kumekuwa kuna mabadiliko makubwa sana katika sekta ya kilimo na mfumo mzima kwa maana ya mnyororo ule mzima wa mazao. Hapo nyuma palikuwa pana malalamiko mengi sana, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa. Lakini nadhani Dr. Samia Suluhu Hassan amefanya kila aliloweza kuweza kuwa tiba. Kwanza, katika ziara zake nyingi, Mheshimiwa Rais, nadhani alipokuwa anakwenda kukutana na wanunuzi wakubwa wa mazao na makampuni makubwa Marekani, India na maeneo mengine, kuna watu wengi walikuwa hawamuelewi. Lakini Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, utulivu ambao leo tunaupata katika mazao, unaona paka Kopra wanasema ya kwamba kwenye mbaazi peke yake tumekuwa wazalishaji msimu uliopita wazalishaji wa pili duniani. Yaani hiyo sio rekodi ya kitoto, ni rekodi ambayo inawekwa wakati rais wa taifa hili ni mwanamama mahiri ambaye anaijua dunia, anawajua wakulima na anajua ni namna gani ambavyo tutafanya ili mkulima wa Tanzania aweze kuadvance. Na sasa tutazame viwango vya kubadilisha fedha kutoka Benki Kuu ya Tanzania BOT, ambapo dola ya Marekani imenunuliwa kwa shilingi 2447 na senti 2 na kuuzwa kwa shilingi 2471 na senti 3. Paundi ya Uingereza imenunuliwa kwa shilingi 3261 na senti 1 na kuuzwa kwa shilingi 3297 na senti 7. Euro ya Ulaya imenunuliwa kwa shilingi 2846 na senti 1 na kuuzwa kwa shilingi 2874 na senti 6. Randi ya Afrika Kusini imenunuliwa kwa shilingi 141 na senti 7 na kuuzwa kwa shilingi 143 na senti 1. Shilingi ya Kenya imenunuliwa kwa shilingi 18 na senti 9 na kuuzwa kwa shilingi 19 na senti 1. Shilingi ya Uganda imenunuliwa kwa shilingi 0 na senti 7 na kuuzwa kwa shilingi 0 na senti 7. Na huo ndio mwisho wa habari za biashara na uchumi. Jina langu ni Godilness Gaspar. Biashara na uchumi. Naam, asante Godilness Gaspar kwa kutupitisha katika biashara na uchumi. Mtazamaji, bado unatazama Ulimwengu Habari kutoka hapa Sky TV, na sasa mapumziko yafuatayo ndio tutapeleka kujiunga na Pius Jayunga katika habari za kimataifa, ambapo huko kubwa zaidi ni kuhusu mito kutolewa kwa lengo la kulinda raia huko nchini Sudan. Habari za kimataifa. Karibu katika habari za kimataifa, naitwa Pius Jayunga. Gavana wa jimbo la Darfur aliye upande wa jeshi la Sudani ametoa wito hii leo wa kuhakikisha ulinzi wa raia huko El Fasher. Wito huo umetolewa baada ya wapiganaji wa kundi la RSF
kudai siku ya Jumapili kuchukua udhibiti kamili wa mji huo unaokabiliwa na njaa. Mini Minawi amewataka pia RSF kuhakikisha hatima ya raia waliokimbia makazi yao na kuhimiza kufanyike uchunguzi huru kuhusu ukiukwaji na mauaji yanayofanywa na wanamgambo hao ambao wanapambana na jeshi la Sudani tangu Aprili 2023. Umoja wa Mataifa umetoa pia wito wa kuanzishwa njia salama kwa raia waliokwama na wanaokimbia mji huo wa El Fasher, ambapo karibu watu 300,000, nusu yao wakiwa ni watoto, wamekwama bila msaada wa chakula na mahitaji mengine muhimu. Kwingineko, watu 4 wameuawa katika makabiliano kati ya vikosi vya usalama na wafuasi wa kiongozi wa upinzani wa Cameroon ambaye anadai kushinda uchaguzi wa hivi karibuni wa rais. Mamia ya waandamanaji wa upinzani walifurika katika mikoa mbalimbali nchini Cameroon wakihimiza matokeo sahihi ya uchaguzi wa rais yanayotarajiwa kutangazwa rasmi Jumatatu na mahakama kuu. Issa Chiroma Bakari ambaye alipambana na Rais Paul Biya aliyetawala kwa miaka 43 aliwataka wafuasi wake kuandamana kwa amani usiku wa kuamkia tangazo hilo licha ya marufuku ya mikusanyiko ya umma. Chiroma anasema alishinda kwa 54.8% ya kura, lakini wachambuzi wengi wanatarajia kuwa Biya mwenye umri wa miaka 92 atajishindia muhula wa 8 madarakani katika uchaguzi ambao wakosoaji wanasema umeshuhudia wizi wa kura. Na hatimaye rais wa Marekani Donald Trump amewasili Japan siku ya Jumatatu katika siku ya pili ya ziara yake barani Asia. Trump anatarajiwa siku ya Jumanne kukutana na waziri mkuu wa Japan Sanae Takaichi katika mkutano wenye lengo la kuimarisha uhusiano kati ya Marekani na Japan. Ziara ya Trump barani Asia imekuwa pia fursa ya kusaini mikataba kadhaa ya kibiashara kabla ya kuhudhuria pia siku ya Jumatano mkutano wa kilele wa Jumuiya ya Ushirikiano wa Kiuchumi ya Nchi za Asia Pacific APEC katika mji wa Gyeongju nchini Korea Kusini. Trump atakamilisha ziara yake barani Asia kwa kufanya mkutano wa kilele na rais wa China Xi Jinping siku ya Alhamis huko Korea Kusini, ambako viongozi hao wanalenga kutafuta suluhu ya miezi kadhaa ya vita vya kibiashara. Mwisho wa habari za kimataifa. Naitwa Pius Jayunga. Habari za kimataifa. Naam, asante Pius Jayunga kutupitisha katika habari za kimataifa, na hiyo ndo nafasi ambayo natupeleka kutukutanisha naye Lai Saidi katika michezo na burudani, lakini kwanza mapumziko yafuatayo. Sky TV. Je, unafahamu mafanikio ya Wizara ya Utalii na Mambo ya Kale katika kipindi cha serikali ya awamu ya 8? Ndiyo,
Serikali ya awamu ya 8 inaongozwa na Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi. Sekta ya utalii visiwani Zanzibar inaendelea kuweka mazingira rafiki ya uwekezaji kwa kufungua kwa kutunga sera, sheria na miongozo inayorahisisha uwekezaji katika sekta ya utalii. Katika kutekeleza malengo na mipango ya Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, Wizara ya Utalii na Mambo ya Kale katika kipindi cha miaka 5 imefanikiwa kutekeleza mikakati mbalimbali kwa kuongeza thamani na huduma katika sekta ya utalii visiwani Zanzibar. Mikakati hiyo ni pamoja na kuwashirikisha wananchi katika kuyatunza, kuyahifadhi na kuyatumia maeneo ya utamaduni na mambo ya kale, kuimarika kwa miradi ya uhifadhi na uendelezaji wa mji mkongwe wa Zanzibar, kuyaboresha maeneo ya kihistoria kwa kuyafanyia matengenezo makubwa, sambamba na kuimarika kwa uwekezaji katika maeneo ya kihistoria na mambo ya kale. Wizara ya Utalii na Mambo ya Kale imefanikiwa kuongeza matamasha yanayotangaza vivutio vya utalii, kuongeza uwekezaji katika miradi ya utalii, kupokea tuzo 6 za utalii kimataifa, kuongezeka kwa idadi ya watalii wanaotembelea Zanzibar, huku idadi ya hoteli za daraja la juu zikiendelea kuongezeka. Jitihada zaidi zinaendelea kuchukuliwa na Serikali ya Mapinduzi Zanzibar kwa kukuza utalii na michezo na kuongezeka kwa taasisi binafsi zinazosaidiana na serikali kusimamia sekta ya utalii. Mafanikio ambayo yamechochewa na kutengenezwa kwa filamu za Royal Tour na Presidential Tour ambazo zimesaidia kutangaza vivutio vya utalii vya Zanzibar. Wizara ya Utalii na Mambo ya Kale inawapongeza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan na Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa juhudi zao za pamoja za kuimarisha utalii nchini Tanzania. Wizara ya Utalii na Mambo ya Kale inawashajilisha wananchi wote kuunga mkono juhudi za Serikali ya Mapinduzi Zanzibar na kuendeleza na kuikuza sekta ya utalii visiwani Zanzibar, na kuwakumbusha kuwa Watanzania wote kudumisha amani, umoja, utulivu pamoja na maridhiano katika kipindi hiki cha kuelekea na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025. Mungu ibariki Zanzibar. Mungu ibariki Tanzania. Mungu ibariki Afrika. Sky TV inakukaribisha mfanyabiashara, mjasiriamali, taasisi na mashirika mbalimbali kutangaza biashara yako kwa gharama nafuu. Sky TV itafurahi kuwa sehemu ya kufanikisha ndoto yako ya kukua kibiashara. Karibu utangaze nasi ili kuwafikia wateja wengi kutoka maeneo mbalimbali ndani na nje ya nchi. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na mkuu wa kitengo cha masoko kupitia simu namba 0673 33 61 99 au 0794 96 3336. Wakati wa kukua kibiashara, taasisi au shirika lako ni sasa. Changamkia fursa hii. Sky TV, above the limit. Sky TV. Sky TV inakukaribisha mfanyabiashara, mjasiriamali, taasisi na mashirika mbalimbali kutangaza biashara yako kwa gharama nafuu. Sky TV itafurahi kuwa sehemu ya kufanikisha ndoto yako ya kukua kibiashara. Karibu utangaze nasi ili kuwafikia wateja wengi kutoka maeneo mbalimbali ndani na nje ya nchi. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na mkuu wa kitengo cha masoko kupitia simu namba 0673 33 61 99 au 0794 96 3336. Wakati wa kukua kibiashara, taasisi au shirika lako ni sasa. Changamkia fursa hii. Sky TV, above the limit. Jiachie barabarani ukiwa na Bima Flex, bima bora ya vyombo vya moto kutoka NIC Insurance. Pakua app ya NIC kiganjani kutoka Play Store ama App Store au tembelea tovuti ya www.nicinsurance.co.tz.
NIC Insurance. Sisi ndio bima. Sky TV. Sky TV. Michezo na burudani inaletwa kwenu na ZIC. Habari za michezo na burudani. Habari za usiku, mtazamaji wa Ulimwengu wa Habari. Sasa ni wasaa mzuri wa kuelekea viwanjani kwenda kufahamu taarifa za kimichezo. Jina langu Lai Saidi. Katika kuelekea mchezo wa Ligi Kuu Soka Tanzania Bara, mchezo ambao utapigwa kwa siku ya kesho ukiwakutanisha mabingwa watetezi wa Ligi Kuu Soka Tanzania Bara, Dar es Salaam Yanga Africans dhidi ya Mtibwa Sugar, mchezo ambao utapigwa katika uwanja wa KMC Complex. Kocha msaidizi wa klabu ya Yanga Patrick Mabedi amesema kuwa mshambuliaji wao kinara Prince Dube ana mzigo mkubwa sana mabegani mwake kutokana na presha kubwa aliyoipitia kwa sasa kutotumia nafasi za kufunga magoli. Mabedi amesema ana imani kubwa sana na mshambuliaji huyo kuwa atarejea katika kiwango chake bora na ni jambo la kawaida kwa wachezaji wakubwa popote pale duniani. Kwa upande wa kocha Mtibwa Sugar Awadhi Juma, yeye amesema kuwa anawafahamu Yanga na wanakwenda kukutana na timu kubwa barani Afrika, lakini uwanjani kutakuwa na wachezaji 11 kila upande na hapo mbinu ndizo zitaamua mchezo huo. Know that league is very important and the game is tomorrow and I think we are all looking forward to the game. The past is gone. Now it's a new chapter. First, I was very happy to see the performance, to see the team creating more chances, which means the team is doing well, and to get to the last entry, which is scoring opportunity. That gives us also a task, us as coaches and the technical team, to work more on that. Remember, I had a few days with the team and we just need to work more into it. And I think as time goes and even these coming games, I think will be corrected so that at least we can take those chances and convert them to goals. Dube is doing extremely well in training. And I know he's got so many things in his shoulders. I believe it's all about the training and make him better. I think as time goes, he's getting into right position. It's just a matter of taking chances. But I believe in the training, we'll get it right. And the boy, as time goes, he will be scoring like nobody's business. But the boy, I think it will help us. And it will help also him. It is true. It was a lot of things when I watched the video. Because last game, if you remember the first game, the team won 3-0. And the second game, they drew, and with also a few conditions didn't allow I think the team to play well, but it must be not excused. But I believe every game has got different dynamic, and we hope this game is going to be different, and I think we know how important it is this game for us to win. So tunategemea kwenda kucheza mchezo na Yanga. Pengine hatuto create nafasi nyingi zaidi ambazo tunatengeneza, lakini tunatengeneza umakini zaidi kwa nafasi ambazo tutaenda kuzipata kuzitengeneza kwa magoli. Sababu timu ambayo tunaenda kucheza nayo of course watakuwa wamedetermine na wako well organized katika upande wa defensive na kila kitu. Hadi namba yao inasomeka kwamba ni nzuri kwenye upande wa kuzuia na kushambulia. Football always, kabla hujacheza utakuwa unahitaji result. So kama hujapata result, lazima uwe na pressure katika ku create how unaenda kupata result. So
pressure tulikuwa nayo, vipi tunaenda kupata results zidi ya Yanga. Hatuna pressure kwamba kwenda kuiogopa Yanga. We respect, tunajua ni timu kubwa, lakini sio pressure kwamba kwenda. Klabu ya JKT Queens imepangwa katika kundi B katika michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika kwa upande wa wanawake, sambamba na bingwa mtetezi wa michuano hiyo TP Mazembe, ASEC Mimosa ya Ivory Coast na Gaborone United. Msimu wa 5 wa michuano hiyo itahusisha timu 8 unaotarajiwa kuanza rasmi Novemba 8 na kufikia tamati Novemba 21 mwaka huu nchini Misri. Bingwa mara moja wa michuano hiyo AS FAR wamepangwa kundi A sambamba na FC Masar, huko pia Primera de Agosto na US FAS Bamako, na ikumbuke timu 2 za juu kwa kila kundi zitafuzu nusu fainali ya michuano hiyo. Mlezi wa timu za JKT Brigadier General Hassan Mabena ametoa ratiba ya JKT Queens katika michuano hiyo, ambapo kwa upande wake amesema wataanza harakati zao kucheza dhidi ya Gaborone United ya Botswana, na hii itakuwa ni Novemba 9 mwaka huu. Kwa mujibu wa ratiba ambayo imeonyeshwa hapa, moja kwa moja tarehe 9 JKT Queens wataanza kupeperusha bendera ya Sekafa, kwa maana ya uwakilishi wa kanda ya Afrika Mashariki, ambapo watacheza na timu ya Gaborone United katika mchezo utakaofanyika katika jiji la Cairo nchini Misri. Na baada ya hapo tarehe 12 JKT Queens tena watakwenda kutupa karata yao ya pili, wakiweza kucheza na timu ya ASEC Mimosas kutoka Ivory Coast. Na mchezo wa mwisho kwa hatua ya makundi utachezwa tarehe 15 mwezi Novemba, ambapo watacheza na bingwa mtetezi TP Mazembe katika jiji hilo la Cairo, lakini ratiba viwanja itatoka baadaye. Na baada ya mchezo huo sasa ndio tutaona kama JKT Queens watakuwa wameweza kusonga kwenda kwenye hatua ya nusu finali. Kwa kuwa ni timu 8 zinashiriki na kila grupu lina timu 4, basi ili JKT Queens aweze kusonga na kwenda kwenye hatua ya nusu finali, anatakiwa na amalize nafasi 2 za juu, ama nafasi ya kwanza ama nafasi ya pili. Kwingineko ni kuhusiana na kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania kwa upande wa wanawake. Twiga Stars kesho atashuka dimbani katika uwanja wa Desire Dawa nchini Ethiopia, ikicheza mechi ya marudiano na Ethiopia kuwania kufuzu michuano ya WAFCON. Twiga Stars inaingia katika mchezo huu ikiwa na faida ya magoli 2, hivyo inahitaji ushindi ama sare kufuzu katika michuano hiyo. Kimataifa ni kuhusiana na nahodha wa kikosi cha timu ya taifa ya Nigeria, Trust Ekong, amesema Super Eagles wamepangwa katika kundi gumu kwenye fainali za mataifa huru ya Afrika AFCON nchini Morocco, lakini watakuwa makini sana kutokana na kumbukumbu mbaya za kukosa ubingwa katika AFCON ya mwisho iliyofanyika nchini Ivory Coast. Super Eagles wamepangwa kundi C sambamba na Tanzania, Tunisia na Uganda, huku beki huyo wa Al Khurud ya Saudi Arabia amesema Nigeria ni miongoni mwa timu zinazoania ubingwa katika michuano hiyo, hivyo wana kila sababu ya kupambana na kubeba taji hilo. Michuano hiyo inayotarajiwa kuanza kutimua vumbi Disemba mwaka huu, huko Ekong akiipa nafasi kubwa Nigeria kubeba taji hilo sambamba na Morocco ambaye ni mwenyeji wa michuano hiyo na mabingwa watetezi Ivory Coast. Nayo klabu ya Juventus ya nchini Italia imemfuta kazi kocha mkuu Igor Tudor kufuatia kipigo cha bao 1-0 dhidi ya Lazio siku ya jana kwenye mchezo wa Serie A katika dimba la Olimpico jijini Roma, ikiwa ni kipigo cha 3 mfululizo kwenye michuano hiyo. Chini ya kocha huyo raia wa Koresha, kibibi kizee cha Torino Juventus kimekuwa na mwenendo usioridhisha, ikishindwa kupata ushindi kwenye mechi 8 mfululizo, vichapo 3 na sare 5 kwenye michuano yote. Timu hiyo itakuwa chini ya Massimo Brambilla ambaye ameteuliwa kuwa kocha wa mpito, wakati mabosi wa klabu hiyo wakifanya msako wa kumpata kocha mpya. Taarifa hiyo inatufikisha mwisho wa habari za michezo na burudani. Nikurejesha kwake Maliango Mugeta aweze kutamatisha ulimwengu wa habari, na mimi nikutakia usiku mwema.
Habari za michezo na burudani. Michezo na burudani imeletwa kwenu na ZIC. Ndivyo Rais Saidi anavyoondoka hivyo katika michezo na burudani, mtazamaji popote pale ambapo upo. Na sasa ni wakati mwingine kuweza kufahamu kile kinachoendelea katika utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa nchini Tanzania TMA kuanzia usiku huu wa leo. Habari za wakati huu na karibu tena katika utabiri wa hali ya hewa ambao ni wa saa 24 zijazo. Na kwa usiku wa leo ni matarajio yetu kuwa mikoa ya Kagera pamoja na Mara, maeneo haya yatakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache. Maeneo ukanda pwani ya kaskazini, maeneo haya yatakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache. Wakati maeneo mengine nchi yanayosalia, maeneo haya yatakuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na ukavu kwa ujumla. Lakini kwa siku ya kesho ni matarajio yetu kuwa upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa katika ziwa Victoria pamoja na ziwa Tanganyika. Lakini pia kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa katika ziwa Rukwa, ziwa Nyasa pamoja na ukanda wote wa pwani. Na hivyo hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Na kiwango zaidi cha juu cha joto kinatajwa kwa nyuzi joto 33 katika mikoa ya Katavi pamoja na Tabora. Wakati mifumo ya anga inaonyesha ongezeko la viashiria vya mvua katika maeneo ya ukanda wa pwani ya kaskazini. Na Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania inatoa angalizo la uwepo wa vipindi vifupi vya mvua kubwa vinatajwa katika baadhi ya maeneo ya ukanda wa pwani ya kaskazini, hususani katika mikoa ya Tanga, Dar es Salaam, Pwani kijumlisha visiwa vya Mafia, Morogoro pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba. Hivyo wakazi wa maeneo hayo hatua stahiki ni vema kuchukuliwa. Lakini pia kwa siku ya kesho ni matarajio yetu kuwa maeneo ukanda pwani ya kaskazini kijumlisha kaskazini mwa mkoa wa Morogoro, maeneo haya yatakuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo za radi katika maeneo mengi pamoja na vipindi vifupi vya jua. Mikoa ya Kigoma, Kagera pamoja na Mara, maeneo haya yatakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua pamoja na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Mikoa ya Arusha, Kilimanjaro, kusini mwa mkoa wa Morogoro, Lindi pamoja na Mtwara, maeneo haya yatakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Wakati maeneo mengine nchi yanayosalia, maeneo haya yatakuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na vipindi vya jua. Na ufuatao ni utabiri wa hali ya hewa siku zijazo kwa baadhi ya miji hapa nchini. Dar es Salaam, vipindi vya mvua na ngurumo pamoja na mvua nyepesi vinatarajiwa. Dodoma, vipindi vya jua vinatarajiwa. Mwanza, vipindi vya mvua na ngurumo vinatarajiwa. Kilimanjaro, vipindi vya mvua na ngurumo pamoja na vipindi vya mvua vinatarajiwa. Mbeya, vipindi vya jua vinatarajiwa. Morogoro, vipindi vya mvua na ngurumo pamoja na vipindi vya jua vinatarajiwa. Lakini pia kwa mkoa wa Arusha, vipindi vya mvua na ngurumo pamoja na mvua vinatarajiwa. Na kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania hatuna la ziada. Ulikuwa nami Rebecca William, tukutane hapo kesho muda wakati kama huo. Naam, asante kwa utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo. Mtazamaji, tufuatilie kwenye YouTube, Instagram na Facebook, andika Sky International TV. Kwa niaba ya wote waliohusika katika maandalizi ya Ulimwengu Habari, mimi naitwa Maliango Mogeta, nikutakie utazamaji mwema.